Nimesikia statements ambazo zimekuwa pia zikitolewa mara kwa mara na baadhi ya watu ambazo sizipingi au kuzipa majawabu kadhaa, kwamba kulikuwa kuna watu ambao wanauaua watu hovyo hovyo, wanauaua watu hovyo hovyo. Sasa hii neno hovyo hovyo na yenyewe ni jambo pia la mjadala, na kwa kuwa mpo hapa katika usemaji wa namna yote ile, mimi ambaye pia huwa ni mtu wa lugha kidogo, huwa lazima tuwe makini kuzungumza vitu ama kwa kutia chumvi, ambayo kwa lugha sahihi, kwa kutumia tamathali za semi, tungeweza kusema lazima tuepuke usemaji kwa kutumia mbaraga, au kwa Kiingereza mnaita hyperbole, kwa maana uzungumzaji wenye exaggerations ambazo wakati fulani hisia inaweza kutangulia kuliko jambo lenyewe ambavyo lipo. Sasa haya pia ninyi kwa kuwa mpo katika usemezano wetu, tutakuja pia kuona jambo ambalo ni la muhimu. Lakini kukubali kwetu sisi kuja hapa kwenu ni jambo moja kubwa sana. Mimi siku zote huwa simuogopi mwandishi wa habari, kwa sababu nafahamu ni mwalimu mkubwa sana katika mambo mengi, akiwepo mhariri na wadau wengine wote wa habari. Lakini kinachonitishaga sana siku zote ni upotoshaji ambao ukiuangalia kuna vyombo vinavyoibuka havina mhariri wala havina mtu gani, na wakati fulani kwa sababu ya mielekeo ya taifa na watu wake na wadau, kwa sababu kila jambo lina wadau, unakuta jambo hilo linapata watu wengi kwenye mitandao au kwenye jambo gani, lakini limeshapotoshwa. Sasa kiongozi kuanza kutoka mara kwa mara kusema hapana, nilikuwa simaanishi hivyo, tayari huku maana nyingine inakuwa imeshatangulia, inakuwa ni kama kuanza kupambana na mwandishi wa habari au na mhariri au na vitu vingine. Kwa hiyo wote tukiwa tuna ule weredi wa kutosha bila kuoneana haya, mimi naamini kabisa kwamba chombo cha habari ni muhimili mkubwa sana wa dola.